Jinsi vifaa vya nyumbani vinavyotumia umeme na umuhimu wa ufanisi wa nishati. Kila siku tunatumia vifaa vingi vya nyumbani bila kufikiria sana kuhusu jinsi vinavyofanya kazi. Vifaa kama friji, kiyoyozi, jiko na mashini ya kufua hutusaidia kufanya nyumba zetu ziwe salama na zenye starehe. Vifaa hivi vyote hutumia umeme. Jinsi vinavyofanya kazi huathiri kiasi cha nishati tunachotumia na pia kiasi cha fedha tunacholipa kwenye bili ya umeme. Vifaa vya nyumbani hutumia umeme kwa kuugeuza kuwa kitu chenye manufaa. Friji hutumia umeme ili kuweka chakula kiwe baridi. Kiyoyozi hutumia umeme kuondoa joto ndani ya nyumba ili iwe baridi. Mashini ya kufua hutumia umeme kufua na kuzungusha nguo, na mashini ya kukausha hutumia umeme kupasha hewa joto ili kukausha nguo. Hata vifaa vidogo kama microwave na mashini ya kutengeneza kahawa hutumia umeme wakati vinapotumika. Wakati vifaa ni vya zamani au havifanyi kazi vizuri, mara nyingi hutumia umeme mwingi kuliko inavyohitajika. Kwa mfano, friji ya zamani inaweza kufanya kazi muda wote ili kudumisha baridi, au kiyoyozi chenye kichujio kichafu kinaweza kufanya kazi kwa bidii zaidi kuliko inavyopaswa. Matumizi haya ya ziada ya umeme yanaweza kuongeza bili ya umeme na pia kufanya mfumo wa umeme kufanya kazi kwa mzigo mkubwa zaidi. Kutunza vifaa ili zibakie katika hali nzuri husaidia vifanye kazi kwa ufanisi zaidi. Hatua rahisi kama kusafisha vichujio, kukagua mihuri ya mlango na kufanya matengenezo madogo ya kawaida zinaweza kuleta tofauti kubwa. Friji na friza yako. Friji hufanya kazi mchana na usiku, kwa hiyo mabadiliko madogo yanaweza kuleta tofauti kubwa. Weka joto la friji kati ya nyuzi 37 hadi 40 za Fahrenheit. Weka friza katika nyuzi 0. Ikiwa joto ni la chini zaidi kuliko hapo, vifaa vitatumia umeme zaidi bila kuongeza usalama wa chakula. Kagua mihuri ya mlango. Funga mlango ukiwa umeweka kipande cha karatasi. Ikiwa unaweza kukivuta kwa urahisi, huenda muhuri umechakaa na unahitaji kubadilishwa. Wasiliana na msimamizi wa jengo au mfanyikazi wa matengenezo ili akusaidie kubadilisha mihuri. Mihuri mizuri husaidia kuhifadhi hewa baridi kubaki ndani. Jaribu kutofungua mlango wa friji kwa muda mrefu. Kila unapoufungua, hewa baridi hupotea na friji hulazimika kutumia umeme zaidi ili kurejesha hali ya ubaridi. Jaribu kuweka friji na friza zikiwa na kiwango cha kutosha cha vyakula. Vyakula vilivyopoa kiasi cha kuganda husaidia kuhifadhi ubaridi kwa vingine. Hata hivyo, epuka kujaza kupita kiasi au kuziba matundu ya hewa, kwani hewa inahitaji kuzunguka vizuri ili friji ifanye kazi ipasavyo. Ikiwa friza yako hukusanya barafu nyingi, kuyeyusha barafu hilo mara kwa mara kunaweza kusaidia ifanye kazi vizuri zaidi. Barafu nyingi hufanya kama kizuizi na hulazimisha friza kufanya nguvu zaidi. Unapoona tabaka nene la barafu limeanza kujikusanya, itakuwa wakati wa kuyeyusha barafu. Ili kufanya hivyo, hamisha chakula kwenye boksi la baridi au friza nyingine. Kisha, zima na uondoe plagi ya friza na uache barafu iyeyuke. Weka taulo au chombo kifupi chini ili kukusanya maji, au toa maji nje ikiwa friza yako ina sehemu ya kutoa maji. Baada ya barafu kuisha na ndani kukauka, rudisha plagi na uweke chakula ndani tena. Kudhibiti mkusanyiko wa barafu husaidia friza kupuuza kwa ufanisi zaidi na pia hupunguza matumizi ya umeme.
Kupika jikoni kwa kutumia jiko na tanuri au kwa jina lingine oveni. Iwe unatumia gasi au umeme kupika, kunaweza kutumia nishati nyingi, hasa wakati wa kutumia oveni kubwa. Ikiwa unapika chakula kidogo, tumia microwave, oveni ndogo, multi cooker, yani inamaanisha kifaa cha kupika chenye programu nyingi, au air fryer, inayomaanisha kifaa cha kupika kwa kutumia hewa moto badala ya kutumia oveni kubwa. Vifaa hivi vidogo hupata joto haraka na kutumia umeme mdogo kumaliza kupika chakula. Linganisha ukubwa wa sufuria na ukubwa wa sehemu ya joto ya jiko. Sufuria ndogo juu ya sehemu kubwa ya moto hupoteza joto. Funika sufuria kwa mfuniko ili joto libaki ndani na chakula kipike haraka. Epuka kufungua mlango wa oveni mara kwa mara. Kila unapofungua, joto hutoka na oveni hulazimika kutumia nishati zaidi kurudisha joto. Kufua nguo. Sehemu kubwa ya nishati inayotumiwa na mashini ya kufua hutumika kupasha maji joto. Osha nguo kwa maji baridi inavyowezekana. Sabuni nyingi za kufulia hufanya kazi vizuri hata katika maji baridi na huondoa nishati kwa sababu mashini haitahitajika kupasha maji joto. Jaribu kufua nguo ukiwa na mizigo kamili badala ya kufua mara nyingi kwa mizigo midogo midogo. Kufanya hivyo husaidia kutumia maji na umeme kwa ufanisi zaidi, kwani mashini hutumia rasilimali karibu sawa iwe imejaa au la. Kwa hiyo kusubiri hadi upate mzigo wa kutosha hupunguza matumizi ya jumla na pia husaidia kulinda mazingira. Ikiwezekana, tumia kasi kubwa ya kuzungusha nguo. Hii huondoa maji mengi zaidi kwenye nguo na kupunguza muda wa kukausha. Kukausha nguo. Mashini za kukausha hutumia umeme mwingi kwa sababu huzalisha joto. Safisha kichujio cha pamba, yani kwa lugha ya Kiingereza lint filler, kabla ya kila mzunguko wa nguo. Hii huruhusu hewa kupita vizuri na hupunguza muda wa kuzungusha. Kausha vitu vinavyofanana pamoja. Taulo nzito huchukua muda mrefu kukauka kuliko mashati mepesi. Ikiwezekana, kausha nguo kwa hewa kwa kuzitandika kwenye waya au rafu ya kukausha. Kukausha kwa hewa hakutumii umeme na husaidia nguo kudumu kwa muda mrefu. Kuosha vyombo. Mashini ya kuosha vyombo inaweza kutumia maji na nishati kidogo kuliko kuosha kwa mikono, hasa ukifuata hatua chache rahisi. Tumia mashine ya kuosha vyombo tu inapojazwa kikamilifu. Acha vyombo vikauke kwa hewa badala ya kutumia mpangilio wa kukausha kwa joto. Ondoa mabaki ya chakula kwenye sahani kwa kukaugwa badala ya kusuza kwa maji ya moto kabla ya kuziweka kwenye mashini. Viyoyozi na vidhabiti vya joto. Viyoyozi hutumia umeme mwingi hasa wakati wa hali ya hewa ya joto. Kuna aina mbalimbali za mifumo ya kupuuza hewa na mabadiliko madogo yanaweza kusaidia kupunguza matumizi ya nishati na kuokoa fedha. Weka kifaa cha kudhibiti joto, yani thermostat kwa lugha ya Kiingereza, katika kiwango cha juu kidogo kinachokupa starehe bila kuhitaji joto kali sana. Hata kuongeza joto kwa nyuzi 1 au 2 tu kunaweza kupunguza idadi ya mara ambazo mfumo wa kupasha joto huwashwa. Mfumo unapowaka mara chache zaidi hutumia umeme kidogo, hivyo kuokoa nishati na kupunguza gharama za matumizi. Safisha au badilisha vichujio vya hewa mara kwa mara. Kichujio kichafu huzuia hewa kupita.
Hewa isipoweza kupita kwa urahisi, mfumo hulazimika kufanya kazi zaidi na kutumia umeme zaidi. Hakikisha matundu ya hewa hayajazibwa na samani, mazulia au pazia. Kwa viyoyozi vya dirishani au vinavyohamishika, hakikisha sehemu ya nje iko wazi ili hewa ipite vizuri. Funga madirisha na milango yote wakati kiyoyozi au kwa lugha ya Kiingereza air conditioner kinafanya kazi. Hewa baridi inaweza kuponyoka kupitia mianya, nyufa au mapengo madogo. Kuziba mianya na kutumia vipande vya weather stripping kunasaidia kuhifadhi hewa baridi ndani, kufanya kiyoyozi kifanye kazi kwa ufanisi zaidi na kupunguza matumizi ya umeme. Unaweza pia kutumia feni za dari au feni za sakafuni kusambaza kwa baridi ndani ya chumba. Feni hutumia umeme kidogo sana ukilinganisha na kiyoyozi. Hewa inayozunguka hukufanya usikie baridi zaidi. Hivyo, unaweza kuweka thermostat katika kiwango cha juu kidogo. Usisahau kuzima feni unapotoka nyumbani. Kwa kutumia mfumo wako wa kupuuza hewa kwa busara na kuutunza vizuri, unaweza kubaki katika hali ya starehe huku ukitumia nishati kidogo. Wakati wa kubadilisha kifaa. Inapofika wakati wa kubadilisha kifaa cha nyumbani, kuchagua kifaa chenye ufanisi wa matumizi ya nishati ni mojawapo ya njia bora za kuokoa umeme. Tafuta vifaa vyenye alama ya Energy Star. Vifaa vyenye alama hii vinakidhi viwango maalum vya ufanisi wa nishati vilivyowekwa na serikali ya shirikisho. Hutumia umeme mdogo, hufanya kazi ile ile, jambo linalosaidia kupunguza bili ya umeme kadri muda unavyopita. Makampuni mengi ya umeme au gesi katika maeneo mbalimbali ya nchi hutoa punguzo la bei liitwalo rebate au motisha kwa watu wanaonunua vifaa vinavyotumia nishati kwa ufanisi. Baadhi ya majimbo na jamii pia zina programu maalum zinazosaidia wapangaji, wamiliki wa nyumba na wamiliki wa majengo kuboresha vifaa vyao ili vitumie nishati kwa ufanisi zaidi. Kwa kuelewa jinsi vifaa vya nyumbani vinavyotumia umeme, kuvitunza vizuri na kuchagua vifaa vyenye ufanisi na nishati wakati wa kuvibadilisha, sote tunaweza kuokoa nishati na kupunguza gharama. Maamuzi madogo nyumbani yanaweza kuleta manufaa makubwa kwa familia, jamii na mazingira. Tafuta punguzo la fedha na programu za nishati. Ikiwa unafikiria kubadilisha kifaa cha nyumbani, ni wazo nzuri pia kuangalia kama kuna punguzo au programu za nishati kutoka kwa mtoa huduma wako wa nishati wa eneo lako. Makampuni mengi ya umeme na gesi hutoa rebates au punguzo la fedha kwa vifaa vinavyotumia nishati kwa ufanisi kama friji, mashine za kufua, mashine za kukausha za heat pump na viyoyozi. Ribeti hizi zinaweza kusaidia kupunguza gharama ya awali ya kununua kifaa kipya chenye ufanisi zaidi. Baadhi ya jamii pia zina programu zinazosaidia wapangaji, wamiliki wa nyumba na wamiliki wa majengo kuboresha vifaa vyao ili kuokoa nishati na fedha. Kabla ya kununua kifaa kipya, tembelea tovuti ya kampuni yako ya nishati au wasiliana nao ili kujua ni programu zipi zinazopatikana. Ukaguzi mfupi unaweza kukusaidia kuokoa fedha na kuchagua vifaa vitakavyotumia nishati kidogo kwa miaka mingi ijayo. Mabadiliko machache madogo yanaweza kuleta tofauti kubwa. Tumia nishati kwa busara na usisahau kuwasiliana na mtoa huduma wako wa nishati
ili kujua kuhusu ribeti zinazoweza kukusaidia kuokoa fedha.